Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Majina naitwa Amina Amir Ramadhani na tokea Tanga Veterani. Tumekuja hapa mkoani Dodoma kwa ajili ya bonanza la michezo. Kwa kweli tumeupokea vizuri na tulitamani kushiriki kwenye bonanza na ndio ilivyokuwa. Kwa sisi watumishi dhumuni la bonanza hili ni kuwekana karibu na kufahamiana, pia ni sehemu ya burudani. Bonanza la mwaka huu limekuwa ni tofauti, ni nzuri, limevutia. Kwanza tumekaribishwa vizuri na wenyeji. Kwa kweli tupende tu kuwashukuru kwamba waratibu wanachofanya wanafanya vizuri, kwamba mabonanza yanatufanya kwamba tuwe pamoja, tujuane veterani moja na nyingine. Pia anatufanya tuweze kushirikiana kwa sababu tunakutana tofauti tunapokutana kwenye bonanza. Pia yanaimarisha afya, kwani kampeni ya sasa hivi dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza tunaambiwa tufanye mazoezi. Kwa hiyo katika michezo hii ni sehemu ya mazoezi. Ninavyowaomba waendelee kualika kwenye haya mabonanza kwa tofauti, na sisi hatutasita kushiriki kwenye mabonanza ambao watatualika. Isa mchezaji na mwalimu wa timu ya Al Wahda Veterans ambayo kwa bahati mbaya au nzuri mwaka huu hatujashiriki mashindano haya, lakini mimi nimekuja kuangalia namna gani mashindano yanafanyika ili atushawishi na sisi pale yatakapoandaliwa tena, inshallah mimi na timu yangu tutaingia katika mashindano haya. Kama nilivyosema mwanzo, sisi timu yetu mwaka huu hatujajaliwa kushiriki. Mimi kama kocha wa hiyo timu ya Al Wahda Veterans nimekuja kuangalia mashindano haya, namna gani waandazi walivyoandaa na timu zinazoshiriki, ili sisi tutakapopata nafasi kama yataandaliwa tena mwakani tupate kushiriki tukiwa tukijua kwamba mashindano haya huwa yanaandaliwa vipi na zawadi zikoje. Unajua bonanza hasa dhumuni lake kubwa huwa ni kuwakutanisha wachezaji wa zamani, hasa veterans, kwa sababu bila kufanya vitu vya namna hii wachezaji tuliocheza mpira zamani huwezi kutukutanisha pamoja. Lakini kwa kuandaa mashindano ya namna hii inakuwa rahisi kuwakutanisha wachezaji wa zamani, kukumbuka mambo ya zamani na kuja kuendeleza sasa ule udugu, urafiki, jamaa na uhusiano kutoka mwanzo. Ndio hasa dhumuni la mashindano kama haya ya veterans. The way nilivyoliona ili bonanza, hao waratibu wamejiandaa vizuri sana, wameliandaa bonanza lao vizuri sana. Mimi ninachotaka kukuambia waendelee kuandaa bonanza kama hili tena mwakani, na inshallah mimi na timu yangu tunaweza pia kushiriki likiandaliwa mwaka ujao. Kwa washiriki wenzangu, kikubwa kama hivi mnapokuwa mmekuja kwenye bonanza, basi nidhamu inatakiwa iwe hali ya juu, washiriki kwa nidhamu ya hali ya juu, usiwe tena na magomvi, matusi na nini, kwa sababu sisi ndio tunatakiwa wachezaji wa sasa hivi wajifunze kutoka kwetu. Namna gani tulivyokuwa tukicheza zamani mpira, tulivyokuwa na nidhamu ya hali ya juu, namna gani tulivyokuwa tukishirikiana. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa wanapaswa kukizingatia, ili mwisho wa siku lile lengo la kuandaa bonanza la kuwasababisha watu wakutane, wakumbuke enzi za zamani, mahusiano yawe mazuri, basi kama watu watashirikiana hivyo hilo litatimia. Lakini endapo kutokuwa na nidhamu, magomvi na nini, basi ile lengo la kuwakutanisha wachezaji wa zamani halitakuwepo. Sasa mimi kwa majina ni Pili George Bakari, natokea mkoani Tanga. Nimekuja na timu ya veterani, nimekuja kushiriki bonanza hapa Dodoma. Kwa kweli tumepokea vizuri, maana sio mara yetu ya kwanza. Mara nyingi sana tunaalikwa hapa, tunakuja na timu na tunashiriki. Boresha
Bonanza limeboreshwa na limekuwa zuri na timu zilizoshiriki ni nyingi. Lengo la mabonanza au bonanza hili, lakini nizungumzie mabonanza kwa ujumla, mlengo ni urafiki, kujenga urafiki, kufahamiana, afya, ndio malengo. Maana hii ni michezo, kwa hiyo michezo ni mazoezi, na mazoezi ndio tunasema katika mazoezi mnakutana na watu aina tofauti, katika kujenga urafiki, kufahamiana, kupata afya. Yetu iko vizuri sana, timu veterani wanaume wako vizuri sana, sina wasiwasi nao, sababu zote hata huko tunapokuwa wanacheza na wanashinda, kwa hiyo tuna uhakika tunaondoka na ushindi. Wapinzani wajipange tu, Tanga hamna longolongo Tanga raha, waja leo ondoka leo, kwa hiyo kombe tunaondoka nalo, ushindi wa kwetu. Mimi ninachoomba tu kwamba timu ziwe na ushiriki zaidi. Wamejitahidi lakini bado timu nyingi sana sijaziona, kwa mimi ambaye nimezoea kushiriki michezo mbalimbali. Kwa hiyo veterani wengi wazidi kujitokeza, tuendelee kucheza, bado umri unaruhusu. Washiriki ninachowaambia watu wazidi kufanya mazoezi. Yaani sio kwamba tumekuja hapa ndo mazoezi yaishie hapa, hapana. Pamoja na ushiriki, lakini mazoezi ya mchezo yaendelee. Kila mtu katika mkoa aliotoka, na imani watu wanafanya mazoezi, na ndio maana ukaona watu wameweza kuja kushiriki mahali kama hapa. Mimi naitwa Simoni Kipalo. Hili tumepokea kwa bashasha nzuri, kwa sababu tangia tumeanza mechi ya kwanza tumeshinda, mechi ya pili tumeshinda, na sasa hivi tunategemea kucheza mechi ya tatu ambayo tuna imani na yenyewe tutapata matokeo ili tujiweke kwenye nafasi nzuri zaidi kwenye kipindi kinachofuata. Tulipokea vizuri kwa sababu tulikaa vikao shemeji ya ndani kusema kwamba mwaka huu tuandae bonanza ambayo tulifanya kipindi cha Pasaka. Kwa hiyo tumeshajiandaa vizuri kwa ajili ya bonanza na tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri, hakuna shida yote iliyotokea, hakuna malalamiko yote yaliyotokea kwa timu zote zilizokuja, basi tunashukuru Mungu kwa hiyo. Timu wapinzani naambia tu bonanza hili tumeanza mwaka huu, lakini mwakani tena tutaendelea. Kwa hiyo nawaalika tena mwakani kupata nafasi, tutawataarifu tena ili waweze kushiriki kwenye bonanza hili. Hizi zawadi kwa kweli mpaka sasa hivi morali tulionayo, tuna imani zawadi zote tutazichukua na tutabaki timu ya watumishi veterani. Jina langu naitwa Thomas Ndoe, kocha mkuu wa timu ya Tanga Veterani. Tumepokea mwaliko vizuri sana kwa sababu kuna mambo mengi tumekuja kujifunza, lakini sio mara yetu ya kwanza kushiriki ile bonanza, tumeshakuja mara nyingi na tunafurahia mwaliko huu kwa sababu kwanza unaunganisha veterani wengi wa Tanzania, lakini tunakutana na kubadilishana mawazo na veterani wenzetu jinsi ya kuendesha hizi klabu, lakini kuna manufaa mengine kwa afya, kwa ajili ya afya, lakini pia unajua asilimia kubwa hili bonanza linaendeshwa na watumishi wa serikali. Kwa hiyo wakati mwingine mtumishi wa serikali kutoka ofisini kuja kufanya michezo kama hivi, unatengeneza afya yako na unaboresha pia mahusiano na watumishi wa serikali. Kwanza madhumuni yake, jambo la kwanza kubwa kwenye madhumuni ya hili bonanza ni kuunganisha mahusiano, kuleta mahusiano mazuri baina ya veterani, timu za veterani Tanzania. Na tunachofurahia zaidi kwenye malengo mazuri ya hili bonanza ni kuona kwamba tunakuwa na timu kutoka sehemu tofauti. Mfano sisi tumetoka Tanga, zaidi ya kilomita 400 na karibia kilomita 500, lakini kuna mwingine ametoka Dar es Salaam, kuna watumishi wengine, kuna timu kwa mfano ya watumishi Dodoma ambao ndio mwenyeji amehost ili bonanza. Kwa hiyo unakuta mnakutana na watu tofauti na mawazo. Unajua tumekuja kushindana. Sisi hatukuja kutembea, tumekuja kushindana. Na mpaka sasa hivi timu yangu so far tunaenda vizuri. Tumepata matokeo kwenye mechi ya kwanza na mechi ya pili tumesare. Kwa hiyo sisi katika nafasi kwenye kundi letu tuko nafasi ya pili. Na tunaingia sasa hivi kwenye mechi ya tatu ambayo ndio ya mwisho kwenye group. Tunategemea kupata matokeo kwa mwenyeji wetu ambaye ni watumishi. Na sisi pia tuko vizuri sana, na kwa taarifa timu yetu sisi hatupotezaji mechi. Ni nadra sana kutopoteza kwa sababu ni vijana aggressive na vijana ambao wako vizuri, ingawa ni veterani lakini na wote ni watumishi. Sisi hatuna hata mtu mmoja ambaye sio mtumishi, kuanzia viongozi mpaka wachezaji. Kwa hiyo tunakusanyika kila wakati kucheza mechi Tanga, mazoezi. Kwa hiyo tuna timu nzuri ambayo tunahakika tutaleta pinzani kwa sababu tunazihitaji hizo zawadi. Mimi naitwa Abdalla Kajuna, chama na pia ni veteran.
hapa leo katika viwanja vya Shell Complex. Sababu ni viwanja vyetu ambavyo tunafanya kila siku mazoezi. Lakini leo hii tupo kwa ajili ya bonanza. Bonanza letu tumeliandaa maalum kwa ajili ya kusherehekea siku ya Pasaka, ambapo tumeziita timu tofauti kutoka Tanzania. Lakini kwa sasa kwa leo hii tumepata timu 8 kutoka hapa Dodoma, 6 kutoka nje ya Dodoma. Lengo na madhumuni hasa sisi watumishi kama watumishi veterani tumekuwa tukitafuta siku ambayo tutakuwa kila mwaka tunakutana na watu wa mpira wengine kwa ajili ya kubadilishana mawazo, kujenga afya zetu. Hili ndio lengo na kudumisha uhusiano kati ya michezo. Najua sisi watu wa mpira tunacheza mpira zamani, hakuna siku ambayo tunaweza kukutana tena. Kwa hiyo tumepanga hili bonanza ili tunakutanisha watu, na mwakani tunataka kuboresha zaidi kwa sana mchezo wa zamani wengi, ili tuweze kukaa kubadilishana mawazo na kujenga afya, pia kudumisha afya zetu. Pale kunapokuwa na swala tuweze kushirikiana katika masuala ya mpira na kuweza kuendeleza mpira. Tuzingatia sasa hivi tunajua hali ya mpira ilivyo. Sisi tukicheza bonanza hivi pia vijana wanajifunza vitu vingi kutoka kwetu, kwa sababu sisi wachezaji wa mpira wa zamani wapo wengi, utakutana nao hapa tofauti. Kwa hiyo vijana na watoto wadogo wakija wanaocheza mpira sasa, na mpira unavyojua sasa mpira umekuwa ni biashara. Kwa hiyo hii inawapa hamasa na wao kujua kwamba nini maana ya mpira, kama na wazee wetu kwa mbele waliweza kucheza mpira. Ni malengo ni kwamba sisi makao yetu ni hapa. Kwa hiyo tumeandaa hiyo bonanza, tumezialika timu tofauti. Tutegemea tu timu 12, lakini bahati mbaya tumepata response na ni nzuri sana kwetu, kwa sababu ndio mwanzo wa timu 7 na kujumlisha kwetu ni 8. Kwa hiyo kwa sasa tumepata timu Tanga Veterans kutoka Tanga, tunayo timu ya Stakishari kutoka Dar es Salaam, tuna timu ya Tabata Combine. Tabata Combine inawajumuisha wachezaji wengi sana wa zamani hapo Dar es Salaam. Tuna timu ya Kinyama Veteran tunayo hapa. Kwa hiyo tuna timu kutoka Morogoro, Sua Veteran. Hii ni timu ya walimu na ni pale Sua baadhi. Kwa hiyo tumezileta hizi timu pamoja na tumechukua mwaliko na tumeweza kuona tunaendelea hapa bonanza hili ambayo tunafanya leo siku ya Jumamosi na kesho. Leo tunacheza kwa sababu bonanza letu tumegawa katika magrupu mawili, kwa timu 8 na grupu la kwanza na grupu la pili. Leo mechi zote za magrupu zinachezwa zitakamilika, itabakia mechi moja ambayo tutamalizia kesho asubuhi. Kesho asubuhi tutamalizia mechi 2 za nusu finali, then tutamcheza finali kwenye mida ya saa 5 saa 6 sana. Tunategemea mgeni rasmi kwa ajili ya kuja kuwakabidhi washindi, kwa sababu tutakuwa na zawadi hapa. Tutakuwa na zawadi ambapo mgeni rasmi tunategemea Mheshimiwa Anthony Mavunde, mbunge wa jimbo hili, na Mheshimiwa Waziri wa Madini. Kwa hiyo zawadi ambayo tutaweza kutoa, mshindi wa kwanza atapata kombe, atapata pamoja na jezi pamoja na mpira. Mshindi wa pili tutategemea tumpe ngao na mpira. Washindi tutakaokuwa nao ni washindi wa kwanza na wa pili. Tutakuwa na zawadi ya mchezaji bora, tutakuwa na zawadi ya timu yenye nidhamu. Hizo zote zawadi tutatolewa kesho ambapo tutakuwa tunahitimisha bonanza letu. Tunategemea bonanza letu tuhitimishe mapema, ida kabla ya saa 6 saa 7 kwetu. Na kama walivyoona, huu ni mwanzo tumeanza, lakini na imani kuna vitu ambavyo tunasema wameviona kama ni mapungufu au nini, lakini wazidi kutupa support. Mwakani tunataka kufanya kitu kubwa zaidi. Mwaka huu timu 8 tuko katika uwanja mmoja, lakini natamani mwakani kiwezekana tupate timu hata 16 mpigwa hapa kweli kweli, kwa viwanja kama 6 tunavyocheza katika hii michezo hii. Kwa hiyo na shukuru kwanza kwa ambao wamekuja tu, ambao tumeonyesha ushirikiano kuungana na sisi katika bonanza hili, lakini pia kuomba timu nyingine zije Dodoma. Dodoma kama unavyojua ni makao makuu ya nchi. Vitu vingi vinapatikana hapa Dodoma. Tuna zabibu, tuna nini, mambo mengi. Alafu ni katikati pia ya nchi. Kwa hiyo inshallah ambazo zinashinda kushiriki na zilikuwa zina nia kushiriki zije tukipige hapo, kama unavyoona kila kitu kiko sawa. Tunacheza mpira wa veterani. Ni maveterani kweli. Hatutaki vijana, tunataka wazee tusimizane. Asante sana. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.